jaribiwa inapo singiziwa idie ni siku Marehemu Mary Jotham Mwakatwila alizaliwa tarehe 29 Oktoba 1966 akiwa ni mzaliwa wa 4 katika familia ya bwana na bibi Jotham Mwakatwila. Alianza elimu yake ya msingi mwaka 1973 na alihitimu mwaka 1979 katika shule ya msingi Itigi. Baada ya hapo alijiunga na shule ya sekondari Tope iliyopo wilayani Kyela kuanzia mwaka 80 mpaka 82. Na mwaka 83 marehemu alijiunga na chuo cha walimu Makandana ambako alisoma taaluma ya ualimu na akahitimu mwaka 85. Baada ya kumaliza masomo alijiunga na jeshi mwaka 86. Baada ya mafunzo ya JKT, mwalimu alibahatika kupata ajira ya walimu katika shule ya msingi Bagamoyo mwaka 87, ambapo alihudumu hapo mpaka mwaka 90. Kisha akajiunga na shule ya msingi Itonyama ambayo alihudumu mpaka mwaka 97. Kisha akajiunga shule ya msingi Kinondoni ambapo alihudumu hapo mpaka mwaka 2020, ambapo marehemu alistaafu kwa hiari. Marehemu Jotham Mwakatwila alifunga ndoa mnamo mwaka 1990 na bwana Deogratias Basiga, na Mungu aliwajalia watoto wawili ambao ni mimi hapa, William Deogratias Basiga na Pascal Deogratias Basiga. Marehemu ameacha watoto wawili wa kiume na wajukuu wa kiume wawili. Marehemu atakumbukwa kwa upendo na uadilifu, uchapakazi na moyo wake wa kujitolea katika kuwahudumia wanafunzi na jamii kwa ujumla. Bwana alitoa na Bwana ametoa jina. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu, ulipuko lao waliolala, kwa kuwa kama katika Adamu wote wanakufa, kadhalika na katika Kristo wote wataulishwa. Lakini kila mmoja mahali pake. Lipuko ni Kristo, baadaye walio wake Kristo atakapokuja. Hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobatilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu, maana sharti amiliki yeye. Bila mtu tumelisoma inasemaje? Maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikiisha kupita, na kama kesha la usiku. Hiyo sababu tunaiweza, na miaka mingapi sasa? Ni hii inayotajwa hapa, hiyo ya mama, pengine aliyelala, ya kwako ni hiyo. Lakini pointi kubwa ni kwamba utujulishe, tujipatie moyo wa hekima. Tuthamini siku tunazoishi, tupate moyo. Sio sasa tu, bali hata uzima wa milele. Tukijua ya kwamba hapa tuna mji udumuo, bali tutautafuta ule ujao. Amen. Tuombe. Mungu Baba Mwenyezi, asante kwa ajili ya neno lako la uzima, asante kwa kutuimarisha na kwa faraja hiyo ambayo tunahakika unaendelea kuwafariji pia wafiwa. Shangazi, dada, watoto, wajukuu wanaendelea kupokea faraja hii. Roho Mtakatifu aendelee kuwafariji zaidi hata sasa tunapoendelea na ibada hii hata mwisho wake na hatimaye safari yao kuelekea. Najua hali ulionayo, lakini ita Mungu. Napenda kutoa pole sana familia. Niko hapa kwa niaba ya walimu wa Kinondoni, na tulikuwa tunakaa wote kwa pamoja. Mungu awatie nguvu. Niaba ya wafanyakazi wa William Basiga, mkurugenzi wetu, niko hapa tumekuja kuwakilisha wafanyakazi. Tunampa pole kwa sababu aliondoka hapa ni mama yetu pia. Mungu akapate kumtia nguvu, maana anapitia katika kipindi kigumu sana. Kwa niaba ya kampuni ya Songoro Marine
tumekuja kwa niaba ya William Basiga ambaye alikuwa ni mfanyakazi mwenzetu. Tunatoa pole na rambirambi kwa familia ya William. Mungu akawe faraja kwenu, awatie nguvu. Na pole yetu kutoka ofisini tulishawakilisha kwa familia ya William, na bado pole ya wafanyakazi. Watakaporejea tutakuja kuwaona vile. Mimi mwanira wako ndio yangu. Ni kama mtu wa nne katika familia yetu, tuko 10. Kwa hiyo dada ilituacha ni mtu wa nne kuzaliwa. Ila salamu natoa kidogo tu kwamba tunashukuru watu wote. Niko hapa kwa ajili ya kuwakilisha familia. Basi kuna William, mimi ni shangazi yao. Baba yao ndiye alikuwa ananifuata mimi kumwachia sisi, lakini na yeye ameshakuwa marehemu. Kwa hiyo nawaombea Mungu awatie nguvu, waweze kuendelea vizuri na kupatana na kuelewana, kwa sababu sasa hivi wamebaki ni watoto yatima. Sisi ni kikundi cha Mwakatwila family. Tumekuja kumuona dada sana. Asante. Katika Kristo wote watauishwa, lakini kila mmoja mahali pake. Limbuko ni Kristo. Baadaye walio wake Kristo atakapokuja, hapo ndipo mwisho atakapompa Mungu Baba ufalme wake, atakapobadilisha utawala wote na mamlaka yote na nguvu. Maana sharti ya miliki yeye, hata waweke maadui wake wote chini ya miguu yake. Adui wa mwisho atakayebatilishwa ni mauti. Na Yesu mshindi wa mauti anasema, amini amini nawaambia, yeye alisikia neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka, yeye una uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amini amini nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na mwana kuwa na uzima nafsini mwake, naye akampa amri ya kufanya hukumu, kwa sababu ni mwana wa Adamu. Msistajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo wote waliomo makabulini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Na tena Kristo katika utukufu wake husema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai hata milele na milele. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminiye mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa, hata milele. Naye hujia taabu, yeye huchanua kama vile ua, kisha hukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hapa hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Wapendwa katika Bwana, tumekusanyika hapa katika huzuni, kwa kuwa ndugu huyu Meli Jotham Mwakatwila ametwaliwa kutoka katika maisha haya. Basi tujinyenyekeze mbele ya Mungu mwenye enzi yote na kutafakari juu ya mauti na asili ya mauti, sote tukiomba hivi: wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi, kabla haijazaliwa milima wala haujaiumba dunia, na tangu milele hata milele ndiwe Mungu. Wamrudisha mtu mavumbini usemapo, rudini enyi wanadamu, maana miaka 1000 machoni pako ni kama siku ya jana ikisha kupita, na kama kesha la usiku wawagalikisha. Huwa kama usingizi, asubuhi huwa kama majani yameayo, asubuhi yachipuka na kumea, jioni yakatika na kukauka. Maana tumetweshwa kwa hasira yako, na kwa ghadhabu yako tumefadhaishwa. Umeyaweka maovu yetu mbele zako, siri zetu katika mwanga wa uso wako. Maana siku zetu zote zimepita katika hasira yako. Sababu maneno yale aliyazungumza mtumishi wa Mungu Ayubu
aliwaambia kuwagusia watu ambao kwa kipindi kile kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Elifazi, lakini kulikuwa kuna mtu alikuwa anaitwa Bildadi, lakini kulikuwa kuna mtu anaitwa Temani. Alijaribu kuwahusisha ili kwamba waweze kujua maisha ya mwanadamu yoyote ambaye kazaliwa na mwanamke. Anajaribu kuwaambia rafiki zake wakina Elifazi, anawaambia mwanadamu aliyezaliwa na mwanamke siku zake si nyingi. Wengine hata wameacha kabisa kuamini kuwa yuko Mungu ambaye atakuja kutuhukumu siku za mwisho. Wengine wanakataa, wanadhani kana kwamba siku ya mwisho ni siku ambayo mtu anakufa. Lakini ukweli ni kwamba ipo siku ambayo wote tutakufa, na tutakapokufa, hiyo siku ambayo Yesu atakuja tena, hiyo siku itakuwa ni siku ngumu kuliko siku zote ambazo tumewahi kuzipitia. Kwa sababu hiyo siku tutakuja kuhukumiwa kulingana na matendo yetu. Wasifu wa marehemu Mary Jotham Mwakatwila. Marehemu Mary Jotham Mwakatwila alizaliwa tarehe 29 Oktoba ya mwaka 1966 akiwa ni mzawa wa 4 katika familia ya bwana na bibi Jotham Mwakatwila. Alianza elimu ya msingi mwaka 1973 na alihitimu mwaka 79 katika shule ya msingi Itigi. Baada ya hapo alijiunga na shule ya sekondari Itope iliyopo wilaya ya Kyela kuanzia mwaka 1980 mpaka 82. Mnamo mwaka 1983 marehemu alijiunga na chuo cha ualimu Makandana ambapo alisoma taaluma ya ualimu mwaka 1985. Baada ya kumaliza masomo alijiunga na Jeshi la Kujenga Taifa yaani JKT mwaka 1986. Baada ya kuhitimu mafunzo ya JKT, marehemu alibahatika kupata ajira kama mwalimu katika shule ya msingi Bagamoyo kuanzia mwaka 1987 hadi 1990. Kisha akajiunga na shule ya msingi Kijitonyama hadi mwaka 1997 na mwaka 1998. Alijiunga na shule ya Kinondoni B alipofundisha mpaka mnamo mwaka 2021. Marehemu Mary Jotham Mwakatwila alifunga ndoa mnamo mwaka 1990 na bwana Deogratias Basiga, na Mungu aliwajalia kupata watoto wa kiume 2. Baada ya kustaafu, marehemu alianza kusumbuliwa na maradhi ya dementia, hiyo ni lugha ya Kiingereza, ambapo hatimaye ilimpelekea kifo tarehe 7 Novemba mwaka 2025 akiwa jijini Mwanza. Marehemu Mary Jotham Mwakatwila ameacha watoto wa kiume 2 na wajukuu 2. Marehemu atakumbuka kwa upendo, uadilifu, uchapakazi na moyo wake kujitolea katika kuwahudumia wanafunzi na jamii kwa ujumla. Haya, anaacha mji wa kwao, ndio sasa anaenda kwenye ule ambao uliandikwa kwenye vitabu vyetu vya dini. Hatutamwona tena, tutaonana naye siku ile ambayo Kristo Bwana wetu aliyoipa. Hapo chini kidogo. Gari ya kwanza itakuwa ni watumishi wa Mungu. Gari ya tatu ni gari ya magari ya mama yetu Kipenzi.
na magari mengine yote yaliyobafiwa sasa itafuata nyuma yake. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi na mwili huu utakapokuwa haupo, nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Katika hili pendo la Mungu lilionekana kwetu, kwamba Mungu amemtuma mwanawe pekee ulimwenguni ili tupate uzima kwa yeye. Mungu tuliye naye ndiye Mungu aokoaye, mwenye njia za kutoka nako kufani. Ni Mungu Bwana. Hupandwa katika uharibifu, hupandwa katika aibu, hupandwa katika udhaifu, hupandwa mwili wa asili,